alaykum. Wa alaykum salaam. Awali yote tunayo furaha kubwa kufika siku ya leo tukiwa salama wa salmin, lakini tunayo furaha kubwa kufika hatua ya nusu finali ya michuano hii ya Kombe la Mapinduzi. Ni fahari na faraja kubwa kuona mpaka wa leo bado tupo tunadunda na tunatamba kwenye mashindano haya yenye heshima na hadhi kubwa visiwani Zanzibar. Kombe la Mapinduzi ni moja kati ya urithi wa Tanzania, na sisi tunapokuja kwenye kombe hili tunakuja kwa ajili ya kudumisha, kuendeleza na kukuza urithi huu wa Kombe la Mapinduzi. Na kukuza huko lazima kwende sambamba na kufanya vizuri. Tumeanza michezo yetu miwili ya mwanzo, tumepata ushindi katika michezo yote. Dhidi ya Mwembe Makumbi tukampasua, tukacheza na Fufuni naye tukamnyoa, na hatimaye tukafanikiwa kuingia hatua ya nusu finali. Kwenye hatua ya nusu finali tunakwenda kucheza na moja kati ya timu bora, moja kati ya timu ngumu, timu ambayo inachipukia nchini Tanzania, timu ya Azam FC. Sawa, msema mawili ya kwanza sasa, hilo la mwisho toa. Unachipukia kaka? Hilo toa. Weka ile timu na alafu useme kwa sauti kidogo asikie. Unachipukia? Anza upya sasa kwenye ile matatu. Tunacheza na moja kati ya timu ngumu, timu bora, timu ambayo inachipukia. Hilo la mwisho alipo ameongezea tu hapo. Unachipukia kaka? Hauwezi kuchipukia kwa miaka 20 bwana. Mawili ndio ya kwanza, tuendelee. Sisi wakubwa wa hii nchi tunawajua. Ni kweli. Ila kwa wewe kwa sababu una miaka 80 kusema 20 anachipukia sawa. Yeah, that's so 80 90. Kwa wewe sawa. 90 anachipukia sawa. Wewe depo yako ni Tabora, Singida naye achelewe kubadilisha jina kama anafanywa kipaimara kila mwaka jina jipya. Hapo Singida kwa mfano angefanya mazingatio, ingekuwa saa hizi tayari timu imepevuka. Tatizo ni kila mwaka inazaliwa upya. Kwa nini kuna watu mwapita? Ni mwingi sana. Usijisikie unyonge. Kuna watu sikipukii. Kwa sikipukii. Na watu wako wako na nini? Lakini mwingi. At least una miaka 20. Mingi sana. Kwa hiyo wewe na hiyo timu mnalingana? Mimi nani? Wewe. Yaani wewe as a person. Mnalingana na hiyo timu. Tunakwenda kucheza na Azam FC katika hatua ya nusu finali. Mara zote kucheza na Azam FC huwa ni kazi ngumu kweli kweli, huwa ni kibarua pevu kweli kweli. Lakini kama haitoshi, mechi hii inapata chachu zaidi kutokana na matokeo ya mwisho ambayo tuliyapata baina yetu sisi na Azam FC. Lakini hili ni kombe ama shindano tofauti na lile ambalo tumecheza kwa mara ya mwisho. Tunaamini tutaingia katika mchezo huu wa kesho tukiwa na ubora mkubwa kwa lengo la kupata matokeo makubwa. Mara zote timu kubwa haipendezi kupoteza dhidi ya mpinzani huyo ndani ya kipindi cha muda mfupi. Kwa hiyo tunafanya kila kinachowezekana kufanya twende tukapate matokeo mazuri katika mchezo wa kesho na tufanikiwe kwenda hatua ya finali. Haitakuwa rahisi hata kidogo. Ambavyo nimesema tunacheza na timu kweli, tunacheza na timu ngumu, lakini kwa maandalizi ambayo tunayafanya na mabadiliko ambayo timu yetu imeyapata chini ya mtaalamu Steven Becker, tunaamini kabisa tutakuwa na mchezo wa kitofauti sana katika siku ya kesho, na tunaamini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na wachezaji wetu wakifanya kila kinachotakiwa bora tutakwenda kupata matokeo na hatimaye tutaingia hatua ya finali. Nichukue nafasi hii kuwaita mashabiki wote wa Simba Sports Club waliopo Dar es Salaam, kwa maana waliopo Tanzania bara, waliopo visiwani, waje kwa wingi katika mchezo wa kesho, twende tukampelekee pumzi ya moto Azam FC.
Tiketi zinapatikana kwa shilingi 10,000, shilingi 5,000 na shilingi 3,000. Tuanze kununua kuanzia hivi sasa. Kesho asibaki shabiki yeyote wa Simba Sports Club nyumbani. Kila shabiki wa Simba, kila mwenye damu ya Simba kesho anatakiwa kufika uwanjani, uwanja wa New Amani Complex. Na tena jambo la msingi na muhimu ni kwamba tunapokuja uwanjani katika mchezo huu dhidi ya Azam FC, tujitahidi kila mmoja wetu aje amevalia jezi ya Simba Sports Club. Katika mechi mbili za awali nimejaribu kuangalia trendi ya majukwaani, mashabiki wanaovaa jezi hasa jezi mpya ni wachache kweli kweli. Sasa hiyo haipendezi. Tunapokwenda kwenye mechi ya Simba tunatakiwa tuvae sare ama uniform ama jezi ya Simba Sports Club iweze kututofautisha sisi na mashabiki wa timu nyingine. Ukivaa nguo yako nyeupe tu, ukivaa t-shirt yako ya blue, hatukutambui wewe kama mwana Simba mwenzetu. Ili tukujue kwamba wewe ni mwana Simba mwenzetu, basi pambana uwezavyo kufanya ununue ama uvae jezi, na tena uvae jezi mpya ya msimu huu kwa ajili ya kuja uwanjani siku ya kesho tunapokwenda kucheza dhidi ya Azam FC. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa kunisikiliza. Bei za tiketi umetaja, za jezi umekaza. Nitaje pia? Taja na bei ya jezi. Jezi zinapatikana hapa visiwani Zanzibar kwa bei ya punguzo kama ambavyo mnafahamu. Nashukuru kwa kunikumbusha. Kama ambavyo mnafahamu, tumetoa punguzo. Hapana, sisi hatujafikia huko. Itaje hiyo 12,000 unairemba sana. Sema 12,000. Nafika huko. Haya twende. Ni maelezo kawaida tu. Wanaotengenezwa, wanaoandaliwa ni watu wananunua jezi 50,000, 70, laki. 12,000 nayo pia upoteze mate muda wote. Sasa sema 12,000. Nyama nusu ni hali kwa sasa na nyinyi ambao mnatengenezaga jezi 10. Unachangiaje hii mali? Na ndio maana hatushushi 100. Siko 10 lakini 10,000. Ni 10 kwa 40,000 50. Popata ananunua 6. Mimi nanunua 10. 10 wakati zimezalisha 10. Sisi tumeleta 25. Faza ananunuaga 3. Moja zaka. Walioleta laki wamezitoa zilipokuwa saizi 12,000. Yaani hata nyama kilo upati. Bei ya punguzo. Sawa. Taja 12,000. Punguzo hiyo. Sema ile 12,000. Punguzo hiyo. Na msije mmezivaa kwa kujificha. Sio unaweka kwenye begi, unasubiri baadaye ndio unavaa. Vaa kabisa, ukiwa unaingia tunakuona. Tujue 12,000 ile imekuja kwenye. Yaani sisi tufiche jezi kucheza na Azam FC. Sije. Juzi si walisema pale wengine sijui nitavaa sijui nilipike na mtu sijui nifanyeje, walivaa kwa jamaa jezi wale. Kuja kuzivalia nje kwenye tabia. Kuna vitu vya kuogopa, sio Azam FC. Azam himo kwa Simba. Azam himo. Hataki kabisa. Azam kwa Simba. Ogopa hataki kabisa msikia. 12,000. Hiyo siwezi kuacha. #12,000. Taja hapo. Na mimi nimefurahi unanisaidia. Hiyo ni kweli. Tajiri namba yake sinayo. Tajiri namba yake ninayo. Nafikiri mimi mjinga. Unataka ukote? Tuendelee. Sio kuokota. Namba yake ninayo mimi so far. Tuendelee. Kila mtu atakula kwao. Za kwetu zishaisha 40,000. 12,000 inapigiwa debe namna hiyo. Twende. Jezi 10. 12,000. Zingekuwa zishaisha hata mimi. 12,000. Kwa hiyo bana, jezi kwa bei ya punguzo shilingi 12,000, na taarifa njema ni kwamba J-Root amefika hapa visiwani Zanzibar na atauza jezi kutokea hapa visiwani Zanzibar kwa bei ya shilingi 12,000 pekee. Jezi original ya mnyama kwa shilingi 12,000. Tafsiri yake ni kwamba hakuna excuse yeyote ya mwana Simba kutovaa jezi katika mechi ya kesho dhidi ya Azam FC. Asante sana. Umefly. Paliponishtua ni kwenye jezi original ya 12.
Sisi tunawapenda watoto. Aseme nunueni jezi tupate basi letu. Basi. Au nunueni jezi kwa nguvu saa hizi tupate basi kama la Azam. Ni wewe ya promotion. Hivi ile nini imefika miaka mingapi sasa hivi kama ameambiwa basi jipya? Lipo la familia brand. Alipai ile. Alipai. Ndio picha haraka. Mwaka 2026 ndio mwezi wa 4 Azam Football Club inashusha Nexus Volvo ya mwaka 2026. Basi la Iriza wanapewa timu ya vijana ya under 20. Okay. Basi la mwisho lile Haiga engine nyuma ambalo lilikuwa basi la kwanza la kisasa zaidi la timu za mpira wa miguu Tanzania linahamia kwenda kununua vitu vya sokoni kwa ajili ya mapishi ya wachezaji Azam Complex. Ila Nexus Volvo edition ya mwaka 2020 ile wanalo Man City. Okay. Sasa hivi linatoka walikuwa wanatumia Liverpool, PSG sina. Mlipande hilo mkiwafuata wida. Naam? Tutawasaidia Volvo. Tumeshindwa kujikaza. Kwani yule ndugu yako? Nashangaa imetokea wapi? Endelea tu. Hapana. Endelea tu. Jamaa naye sina. Endelea tu. Jamaa naye sina. Endelea tu. Nimetoa wapi? Endelea tu. Nimejikaza hapa. Nimestahimili sasa. Bwana nanyie kiwanja kile siku 100 tayari. Asemaje? Ndio wida ndio. Sawa. Tutaenda nalo wida. Kile kiwanja siku 100 tayari. Kishaanza kujengwa. Hata silishatoka. Umesema mwezi wa 4? Ngoja kwanza kinajengwa wapi? Ngoja. Subiri kwanza. Mwezi wa 4 umesema? Wa 4. Mtakuwa mmeshaondolewa kwenye group stage. Lakini tutakuwa na basi letu. Waliokuwa wanaendelea sasa huko kama wakijaliwa. Basi alipai. Na okay. Na kuhakikishia hapa leo tunazungumza. Utafika mwezi wa 6 acha wa 4 ile basi aliji. Unazungumza basi gani? La kwenu sasa hivi. Sisi hatuna haraka nalo. We. Sisi hata 2030. Kabisa. Juzi tu mmetaka kupigana kuchinjana. Bwana huyu bwana jasusi anasema jasusi kama anafanya utani lakini mbona ile jambo kama liko serious. Mkubwa alipotoa panga pale akasema it's a process, is not flying pale. Kwa hiyo uharaka nao mnalo sema pa kulipata. Tuendelee. Tumaliza. Lakini oda kabisa ya uhuru. Mmoja wao unaweza kana kakoda. Unasema mmoja wao lazima